Wow. Hii ni moja ya video iliyonaswa huko nchini Israel katika eneo la Dimona, ambapo Irani imeweza kufanya shambulizi kubwa ambalo limepelekea majeruhi ya watu zaidi ya 39 hadi kufikia sasa, kwa mujibu wa MDA kutoka nchini Israel, ambapo sasa Irani imeweza kufanya shambulizi la kulipiza kisasi baada ya Israel pamoja na Marekani kusema kwamba walishambulia kituo cha Natanz cha nyuklia ambacho kipo katikati mwa nchi ya Iran. Hivyo Irani imelipa kisasi huko nchini Israel baada ya kuamua kufanya shambulizi kubwa ambalo limepelekea maafa makubwa hapo nchini Israel katika mji wa Dimona, karibu kabisa na kituo cha nyuklia cha Dimona kilichopo kusini mwa Israel, ambapo sasa huduma za ambulance za Israel ziliweza kutoa matibabu kwa majeruhi na kuwahamishia hospitalini, ambapo ripoti zinaeleza kwamba baada ya kufanya hivyo, lakini huduma ya dharura nchini Israel Magen David Adom ambayo ni MDA iliendelea kuwatafuta manusura katika shambulizi hilo ambalo Iran imeweza kufanya, ambapo idadi ikazidi kuweza kuongezeka hadi kufikia sasa watu zaidi ya 39 wakiripotiwa kujeruhiwa kufuatia shambulizi hilo la hatari. Jeshi la Israel liliweza kuthibitisha kuwa kombora la Iran liligonga moja kwa moja jengo katika mji wa Dimona, jengo ambalo linahusishwa na shughuli za utafiti wa nyuklia nchini Israel. Ingawa jeshi la Israel halikutoa maelezo ya kina kuhusu uharibifu uliotokea, lakini tukio hilo limeonyesha ni kwa jinsi gani limegusa raia wengi kwa wakati mmoja, kwa sababu ripoti kutoka vyombo vya habari vya Israel zinaeleza kuwa watu takriban 39 na zaidi wamejeruhiwa kufuatia shambulizi hilo, huku huduma za dharura zikiwahudumia majeruhi na kuwapeleka hospitalini kwa matibabu zaidi. Katika hatua ya hatari ambayo inazidi kuongezeka kufuatia mzozo huu mkubwa ambao unazidi kuongezeka huko Mashariki ya Kati, Irani inatumia makombora ya kasi ya hali ya juu kwa ajili ya kuweza kulipa kisasi nchini Israel, kitu ambacho kinazidi kuiweka Israel pagumu zaidi kutokana na uhodari wa taifa la Iran katika kuweza kupambana na kuweza kurusha makombora yake moja kwa moja kuelekea nchini Israel, kitu ambacho kwa hivi sasa, ikiwa Israel pamoja na Marekani wanazidisha mashambulizi katika maeneo muhimu, Irani imetangaza kwamba itajibu mashambulizi hayo kwa kiasi kikubwa na kwa kasi ya hali ya juu ili kuweza kulipiza kisasi na kuweza kukomesha uchokozi wote ambao ulianzishwa na mataifa ya Israel pamoja na Marekani. Basi mtazamaji wetu, hiyo ndiyo ripoti inayoeleza kile ambacho kimetokea huko Dimona kusini mwa Israel baada ya Irani kuweza kushambulia jengo ambalo lilikuwa linahusishwa na utafiti wa masuala ya nyuklia katika kituo cha nyuklia cha Dimona huko nchini Israel. Kwa taarifa zaidi basi tutakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, hasa huko Mashariki ya Kati.